juu sana. Chini, 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 juu, 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 juu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. 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 Yo yo yo. Ni Yesu. Ni Yesu. Yo yo. Ni Yesu. Ni Yesu. Yo yo. Ni Yesu. Anazungukia maisha yangu. Anazungukia maisha yangu. Anazungukia maisha yangu. Anazungukia maisha yangu. Yahweh, 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 Yahweh. Anapamba. anapamba, 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 anapamba. Yahweh, 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 Yahweh,
anapamba, 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 anapamba. Aya, tafuta jirani. Tafuta jirani, tafuta jirani. Tafuta jirani. Ubarikiwe mpaka ushangae. Ubarikiwe mpaka ushangae. Sioni kama uko na jirani. Sioni, ngoja. Kila mtu uko na jirani. Nataka useme ukimaanisha, sawa sawa. Aya, angalia jirani yako. Ubarikiwe mpaka ushangae. 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 Angalia jirani mwingine. Wachana na huyo, tafuta mwingine. Are you ready? Ubarikiwe mpaka ushangae. 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 Nataka uangalie praise and worship team. Mwambie wabarikiwe. Sema ubarikiwe mpaka ushangae. 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 Wacha niombe. Kama uko na kitambaa weka hivi. I want us to jump to the Lord. Tunapomaliza weka kitambaa. Are you ready to jump? 1, 2, 3 go. Jump. Rukia Yesu, rukia. 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 Rukia Yesu, rukia.
Jana nilienda kinyozi. Wakati nilikuwa nanyolewa, jamaa fulani akaniambia, "Hey, nilikuja hiyo kanisa yenu. Mimi nakwambia mnarukanga. Ile kuruka mnaruka. Hey, sasa nataka turuke zaidi. Are you ready to jump to the Lord? Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3. Lift up your hands above your head. Just worship the Lord. We give you glory. We give you glory. We worship you, Jesus. Everybody just lift up your hands. Lift up your hands before the Lord. You are the Alpha. You are the Omega. We worship you, Lord. Shekatala pradadusaya. Ikete leprede boladira. Yakosa leprede bayara. Present yourself to the presence of the Lord. Just to bless upon. Allow him to speak to you. Allow him. Makusa kataya. Yekete poradi basi leprede. Yakala pada bada. You can open your mouth. You can open your mouth and just worship him. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Is worthy. Zepele produsa ipale prada badabaso yakata paradi celebredea ikata parabadadesa yakoto bosia badada. I worship you, Lord. I worship you. Just open your mouth. If you can speak in tongues, keep on, go on. Yasekete pere bosa. Ipala prada gadaya dai. Lekrada siara badaya. Isata. We are in the presence of the Lord. Hey, kataya la badaya. Yakataya la bosa. Ipele pere bayada. Raise your voice. Yakata balaba. Where are women who can pray? Where are ladies who can pray? Man, you who can pray. Let me hear Holy Ghost chant. Holy Ghost. Somebody to speak in the Holy Ghost. You can raise your voice. Ya papa. Ikanamale bedebea. Isataya bosa. Ikatakataya. Rekatayana. Itarabola barabola. Makara bayara. Let the Holy Ghost take over. Imakado se de pedebada. Ikanamala brola bira. Sebayuta. Yes, ati palaba. You can raise your faith. You can raise your voice and pray. Sakata katayada. Yakata kataya. Ikanamo sedepe. Epele predebosa. Imakati katosa. Yakata katabada. Ila barabadaya. Yatayana. Yatayarabaya. Yatikadaya. Isalabada. Ikanamayado. Ile predes.
a church and go the way we came. We cannot come in a church and we return home the way we came. Something must change. Somebody, you can pray, just open your mouth. Yeah, allow the move of God. The move of God, the move of God upon your life. You know the reason why you are here. You can open your mouth and pray. Let the Holy Ghost take over. Yes. Hey. Sakatabos Emmanuel. Hey, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Say Parakusagata. Emmanuel. Your name. Emmanuel. Say Manade. Your name is God. Emmanuel. Your name is God. Emmanuel. 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 Yeah, paratete de la grossa. Emmanuel. Of God, there's sometimes you must change your perceptions and your attitudes. There are many people that have entered in the church, instead of receiving a miracle, they went back the way they came. But I pray you shall not go home the way you came. Sakala Prakata. I want you to burst in tongues, because listen to me, there's a level that you enter, you are able to speak in power. I want you to enter that level. Just open your mouth and declare. Let the Holy Ghost take over you. Open your mouth, don't be silent, just open your mouth and say, Jesus, Yahweh, Emmanuel, it's you that I want you, Lord. I want you. I am tired with the transplant. Yes, Hasikatabaya, Ikatabalabada, Yaborabadabaya, Ikatariakata, Yakatayara. Let the Holy Ghost maneuver where you are. Let the Holy Ghost take over now. Where you are. Yaparada dia, Yekete Palaba. Let the Holy Ghost now reach you wherever you are now. Wataroa Bwana akaguze mtu imasa. Wakati huu akaguze mtu mahali ulipo. Take the power by the Holy Ghost. I release the power of God upon your life. Yes, Ikete Porabia. Let the Holy Ghost transform somebody now. Hey! Lift up your hands. Everybody. Malepodos. Lekatayada. Let the Holy Ghost come powerfully upon your life. Yakosa katakata. Wataro Bwana katembele mtu sahi. This moment, I release the anointing of God. Baragadosa. Somebody, be ready. Masikete palabata. Yekete. Let the Holy Ghost touch somebody. Say para. Yes, akite. Yes, alabara. Katikati nyuma mbele. Let the Holy Ghost transform somebody. Sekede pegede. Ya para. Holy Ghost. Hey!
Yeah, my Lord. Yeah, my Lord. Imanono siarado. Ikato sakataya. That environment that is not of God, let there be a change now. That environment that the devil put you there, where there is no God, where there is no hope, I release now the Spirit of God to come over you now. And change it now. Let there be a change in your life now. Wherever you are, Badikadosa, Yekatakatakataya, Ipalibede, Zadi Barosa, Parabadadoro. Oh, by this stretch of the hand, let the Holy Ghost fall upon you. Let the Spirit of God fall upon you now. Let there be transformation upon your life. Let there be transformation now. That spirit of the enemy in your life, let it come out now. Let it come out now. Every barrier that is placed in your life, let it leave you now. Let it leave you now. That sickness in your body, let it go out now. Let it go out now. In the name of Jesus. Let it leave you now. I release the Spirit of God upon your life this moment. I declare transformation now by the help of the Holy Ghost. Zaku Sagada Leprodos. By the reason of the blood, let somebody's life be changed now. Let your life be changed today. By the reason of the blood, let that pain be removed. By the reason of the blood, let that stagnation be removed. Let it expire. Let it expire. That tears in your eyes, let it expire. By the reason of the blood. Receive the new strength from the Lord. Strength from the Lord now. Strength from the Lord. Makasalabadu. Yesue wanishangaza, wanishangaza. Yesue wanishangaza, wanishangaza. Matendo yako Yesu wanishangaza. Jinsi waniwazia mema wanishangaza. Wanishangaza, wanishangaza. Yesu wanishangaza, wanishangaza. Oh, matendo yako Yesu wanishangaza. Yesu jinsi waniwazia mema wanishangaza. 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 Neno unanibariki Baba. Wanishangaza, wanishangaza. Vile unatukomboa. Wanishangaza, wanishangaza. Vile unaniinua Baba. Wanishangaza, wanishangaza. Yale unatenda. Wanishangaza, wanishangaza. Wanishangaza. Wanishangaza, wanishangaza. wanishangaza. Baba, Wanishangaza, kwa kazi unayotenda Jehova. wanishangaza.
Lift up your hands. Inua mikono yako tu. I release the Spirit of God upon your life now. Kazola Grazugada. Meko Talibedea. What has been disturbing your life today, it is cast out in Jesus' name. Amen. What has been stopping your life today, it has no power, it has no authority. In Jesus' name. Receive the power of the Most High. I receive. In the name of Jesus Jesus. Christ. Father, we give you glory. Father, we give you honor. In Jesus' name. Somebody celebrate Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There are things that God will do in a man, or let me say, there are things God will never do in a man until a man climbs higher. Hallelujah. Praise God. Until you climb higher. And I pray you will climb higher in Jesus' name. By the grace of God. Hallelujah. So pigie Bwana makofi mazuri. Amen. Hallelujah. It doesn't matter what the enemy said. What matters is what God said. I don't know where I came from. I'm saying it doesn't matter what the enemy said. Hallelujah. Amen. Waswahili wanasema kelele za chura azimnyimi nini? Tembo kunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. Let the devil remain to be a noisemaker. Hallelujah. Praise God. Amen. But you shall thrive where even your predecessors, they never thrived. Amen. Where your parents never thrived, you shall thrive there. Yes. Not for own glory for yourself, but for the glory of God. Hallelujah. Say, I am a partaker of the kingdom. I am a partaker of the kingdom. In Jesus' name. In Jesus' Say, name. I will rise I will rise without limitations. without limitations. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Celebrate Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Give somebody a high five as you sit down, as you take your seats. The praise of the Lord. Amen. There's something, as I was praying, God revealed to me, and I want just to share with you, because in this sermon that we are going to take over, hallelujah, amen, hallelujah, it will be more of things that devil attacks in men, hallelujah, praise God. I humbly request our ushers, make sure that all the seats are occupied. Amen. All the front seats are occupied. Even behind there, let them be occupied. In the name of Jesus. Occupy them. It's good to be in order. Hallelujah. Amen. Amen. Now, I want to say this. Many people in the church wanangojeanga wakati pastor amemaliza kuhubiri ndio wakati wanataka kupokea. Hallelujah. And hii ndio mistake watu wengi wamekuwa wakiwa nayo. Wanangojea wakati pastor ameanza kuhubiri, wakati anamalizia pastor aite watu awaombe. So wakati ibada inaanza, they are not serious with God. They are only serious with God when the pastor is fired up. Hallelujah. Praise God. And listen to me. Even kwa ile maombi ya kuanza ibada peke yake, you can receive your healing. I say you can receive your healing. Hallelujah. You don't, hauhitaji mpaka ibada. Mungu ananga system ya kusema, Mungu afuatingi system ati kuna ibada ya kwanza, ibada ya pili. Yeye ajui hiyo. Wakati wote uko mbele zake, hiyo ni ibada na anafanya kazi papo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu afuatingi ile protocol. Hii ni miracle service, hii ni ibada ya Sunday school. Where you are, it can touch you. The woman said, if only I can touch his garment. Hakupiga hesabu ni wakati wameitwa altar call. Iko time ya altar call. Ni wakati pastor wake ambaye alikuwa anaitwa Yesu, hiyo wakati alikuwa anatembea na pita. Akamkaribia akasema, nikiguza hii. Kanisa Bwana asifiwe.
Si lazima ikuwe ni main service ndio upokee miracle. So I'm opening your eyes, I'm opening your ears. Can you stop ignorance? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Pastor anaweza kuwa anakula chapati na kuombe na ufunguliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa sababu maombi mingi nimeomba mingi na nikaona ikiwa na matendo makubwa ni wakati hata mimi sikuwa niko tayari kuomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So usingoje Mungu angalie kenye unaangalia kama seriousness. Mungu anataka wakati kwa presence yake jiachilie, wacha yeye afanye kazi. Haleluya. Wakati Bartimaeus aliponywa macho akaona kukuwa na praise and worship. Wewe unangoja ma praise and worship waimbe ndio uingie. Bartimaeus hakukuwa na praise and worship. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Allow me to welcome you again in the service of today. So pigie Bwana makofi mazuri. I thank God for the grace. Thank you for all coming, for you all for coming for the service of today. I know we have visitors, we have our leaders, we have everybody with us. Celebrate Jesus because of everybody that has attended the service today. We don't take it for granted. Hallelujah. We don't take it for granted. Hallelujah. Mungu akubariki akutende mema. If you're a visitor, don't worry. After the sermon, I'll welcome you. Bwana Yesu asifiwe. And I just want to go to the Word of God in the next few minutes. Amen. Ushers, I don't see you there. Kindly, amen, amen. Hallelujah. I think we have a great journey to train our ushers. Amen. So many pigia makofi juu nimerealize. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. And it is good because I've said it on our live stream, our live program. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kindly stay on your post. It is very important. It's very important. Schemes of the devil. Tell neighbor schemes. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndio mali tulianzia, schemes of the devil. Hallelujah. And that's where it's a series tunaendelea. Shetani akona schemes. Kwa Kiswahili ni nini schemes? Ni mipango. Amen. The devil is working with schemes. And last week tulianza tukasema schemes ya kwanza inakuanga unforgiving heart. Roho ya kutokusamea. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Shetani ana ruhusa ya kukufanyia chochote. And I just want to go behind a little bit for us to understand something here. The only place the devil can deal with you is when you commit sin. Hello? Because the Bible says, a soul that sinneth shall die. Okay. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Ninaongea vitu zieleweki ama tuko sawa? Tunaelewana? I want you to understand that the devil understands the scripture. Bwana Yesu asifiwe. The way you don't know the word, the devil knows the word. The devil cannot operate outside the word. Nataka mtu anishike vizuri, usicontradict kile nasema. Unajua pastor anasemanga hivi mtu anaelewa vingine. Nataka uelewe kile nasema. Usitafute revelation nyingine kwenye nasema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanasikiza neno wanatafutia revelation. Wachana na hiyo revelation sahi. Sikiza kile nasema. The devil works by the use of the word. The devil has no power over your life. He has no power. But by the use of the scriptures, by the use of the word, it will depend if you will stand or you will fall. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua tunasema shetani, shetani akiona Biblia anatoroka. Shetani anapata Biblia, anaifungua na anaisoma. Hello? Manake shetani anajua neno. Niliwafunza Lucifer was an angel. Hallelujah.
Kwa kitabu ya Isaia ama Ezekiel inamuita Isaia inamuita son of the morning. Son of the morning, because Lucifer was an angel. In fact, he was second in rank. So he knows the principles of God. Si ati ni ignorant, si ati ajui, anajua Biblia. Uliza mwenzako, je, unajua Biblia? Bwana Yesu asifiwe. Apart from John 3:16, unajua ingine? Na ile ya Jesus wept. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. On Wednesday kuna vitu nilifunza very serious things on Wednesday. On Wednesday. Wangapi walikuwa Wednesday service? Hallelujah. Serious things. Enye ni ngumu kuhubiri hapa hivi. Ni mzuri kuhubiri juu sasa tuko live. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. The devil takes the advantage that you don't know the word, because the devil cannot fight you outside this word. Oh, kanisa Bwana asifiwe. Yeah, okay, simple word nasema hivi, shetani hutumia neno kukupiga. Atumingi mambo mengine ni word. Because listen to me, the problem of Adam started when he sinned against God. What is sin? Sin is not doing the will of God. You ndio dhambi. Kuna kizungu mzuri inakuja kwangu, sijui niitumie kama nini. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nyinyi mnaonanga ni kama sijui Kiingereza. Acha nitoe moja hapa mshtuke. Amen. The quagmire started there. Hallelujah. The what? The quagmire started. Acha niachie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. In the book of Genesis chapter 3 verse 1, the Bible says, what does the Bible say? Somebody to read for us. Genesis chapter 3 verse 1. I want you to get something here. 3 verse 1. The Bible says, and snake was more crafty than any other animal. Hii ndio mali shida ilianzia. I've said naenda nyuma kidogo because I realize there's some things I never told you. So I want to tell you those things as we continue. Are we okay? Bwana Yesu asifiwe. So nawapeleka nyuma ndio niwapeleke mbele. Bwana Yesu asifiwe. Si iko sawa hiyo? Karibu kidogo alafu tuende mbele. Amen. Yes, can somebody read? Yes. Akamwambia mwanamke. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Microphone iko wapi? Kindly. Amen. Kuna watu wako live and they cannot hear what you are reading. Amen. Biblia inasema hivi. Yes. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Yes. Wa mwitu. Aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka. Yes. Matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Lakini matunda ya miti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguze. Msiale wala msiaguze. Nataka msikize vizuri. The devil was not concerned about the eating of the tree. No. It is what they were told. Ndio amekuja na kwanza namuuliza, ni ukweli Mungu alisema ati msikule matunda yote? Because there was an instruction from God. Don't touch or eat. Kanisa Bwana asifiwe. And shetani alijua kwamba hao watu the only way kuweza kudeal nao proper ni wakati wamefanya dhambi. Wakati wajafanya dhambi, there is no anything. Now, what happened is this.
Oh my God, my God, my God, my God. Thank you, Holy Ghost. Now listen. Hallelujah. I don't want to tell you, I'll shock you because nyinyi amshtukangi. Amen. Hallelujah. Nyinyi amshtukangi. But I want to give you something to get. Now, this is what happened. According to the understanding of the devil, it is this: a man must die. So it was not them to continue. See, Adam na Eve were no, ilikuwa wakufe. Why? The Bible says, anyone soul that sinneth will do what? Will die. In other words, shetani alitakuwa Adam and Eve bila kutumia chochote. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. So listen, akafuata scripture inasema nini? The wages of sin is death. So kama mshahara wa dhambi ni mauti, when you go against God, you will die. So akajua Mungu anapenda Adamu zaidi. Kwa hivyo akajua the only thing inaweza fanya Mungu asipende Adamu ni kufanya nini? Ni afanye dhambi. Akifanya dhambi atakufa automatically. Hallelujah. Utaniuliza mbona wako kufa? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. When they sinned against God, they were supposed to die. Bwana Yesu asifiwe. So this is what happened. When they ate the fruit, wakati Mungu alikuja akauliza ako wapi? Akasema jificha manake ako uchi. The Bible tells us clearly, just read down there. Inasema nini? Inasema na Mungu akawapatia ngozi wakajifunika. God had to give a sacrifice. Lazima alibidi amwage damu ya kondoo, ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Nijesema kondoo lakini mnyama ilibidi amwage damu. Hallelujah. Nataka uelewe mahali damu zilianza kutoka. So God had to kill an animal for them to live. Because walikuwa wakufe. Then God had to, vile alijua amefanya dhambi, he had to kill an animal. Read your Bible. From there, it was introduction of blood of animals. So anybody to be forgiven sin, anybody to receive anything from God, you had to kill an animal before Jesus came. That's why Jesus had to die and shed the blood. Oh, hallelujah. Oh, yes. Nataka kuonesha shetani strategic plan yake ilikuwa simple, wanadamu wasiwaishi tena. I want to show you something, that when devil puts you to sin, he wants to kill all your generation and all your life. Hallelujah. Hallelujah. So shetani alipomwambia haya maneno na huyu akayapokea, niliwafunza la Sunday, aliguza pride. Maana kile inatusumbua ni pride. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Okay. Okay. Now listen. He said to the woman, did he say this? Hebu shuka hapo chini usikie Kenya anamwambia, because ana trigger pride yake. Sikiza Kenya anamwambia. Inasema hivi. Ati. Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Yes. Msile matunda ya miti yote ya bustani. Yes. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tuweza kula, lakini matunda ya miti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiele wala msiaguze, yes, msije mkakufa. Yes. Nyoka akamwambia mwanamke. Now I want to get this because I'm getting to my point now. Listen to me. I said nimerudi nyuma. Amen. So nimerudi nyuma na wachukua kwa point nyingine ndio mshike vizuri. Amen. Now skiza. The thing that the devil will use, or the weapons that the enemy will use against you, there are three. Amen. How many? 1, ignorance, or lack of information, lack of knowledge. 2, fear. 3, sin. Those 3. Kuna mtu amenishika vizuri? Kuna vitu weapons yenye shetani atatumia kukupiga vita. Sikizeni, tunaongea kuhusu schemes of the devil. Juu tuwezi pigana kitu tujuani na. Amen. Now sikiza, nataka ushike vizuri because where I'm going a little bit deeper. And you need to be very careful unisikize vizuri. Kama Kiingereza ingi, inua mkono juu mpendwa.
ndio nihakikishe kwamba kinasema deep niongee na Kiswahili. Ama Kikamba ama Kiluya ama Kijaluo. Amen. Tuko sawa? Tunaweza mix. Wakristo nauliza tuko sawa, tunaweza mix? Kama unasema we can mix, inua mkono juu. Unajua mtu anaogopa tu, lakini inua mkono kila mtu kama unakubaliana. To mix. Okay. Wenye hajainua sijui amesema tufanye nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Listen. The devil will use these three things. Shetani ana trick mpya. These are the only three things. Now I want to get this. Ignorance. Tuanze nayo. 1, ignorance, lack of knowledge. And this is what the enemy alitumia. Can you read there? Anamwambia nini? Anamuuliza Mungu alisema nini? Ati tusikule matunda. Si ni kweli? Inasema hivi, ati hivyo ndivyo alivyosema Mungu. Yes. Msile matunda ya miti yote ya bustani. Anafuatilia information. Do you have the information? Are you taught? Nataka nielewe kwa nini nasema on Wednesday nilikuwa naongea kwamba word is better than deliverance, because word is deliverance. You did not hear what I said. Nataka kupatia kitu inakwambia mbona word is better than deliverance. Kanisa Bwana asifiwe. Na mtu yoyote nisikize wapendwa, na siongee kwa sababu ati sitembei kwayo, natembea kwayo. Kwa signs and wonders natembea huko. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. And I dwell in deliverance, but I'm telling you, ili Mkristo na washirika wenye wananisikiza, if you are a disciple, not followers. Followers wanaendanga wanajipanga, because the difference between a follower and a disciple. Disciple sasa ni mwenye wangu. Hallelujah. Hallelujah. Follower ni mwenye ananifuatilia, ananipenda, ni fan. Hallelujah. Nikisema amen, amen, lakini anaenda kwa ushago. Lakini wewe ni mwenye tunakaa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. So hii mahubiri si ya followers, hii mahubiri ni ya disciples. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiza. Kwa sababu naenda kuongea vitu zingine hapa hivi na usione sipigi mtu yote vita. Bwana Yesu asifiwe. Na usikiza. Why word of God is important than deliverance? Because watu wengi wamekuja kanisani wanataka deliverance. Hawataki word. Kanisa Bwana asifiwe. Naongea kwa sababu mimi ukaa kwa ofisi na najua mambo imekuja. Kwa hivyo nakuambia kinaelewa. Wakristo wengi wanatafuta deliverance. Ndio maana wakisikia kuna nabii amekuja na anafanywa deliverance, anaweza kosa kwenda church yao, aende hiyo church. Afanywe nini? Deliverance. Hallelujah. It is demonic strategy. It is a devil's strategy. Oh, I know I'm preaching good. I know I'm preaching good. Hallelujah. Amen. 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 Because kenye shetani anaanzisha hapa hivi, anatafuta, are you educated? Are you informed? Because the devil will capitalize on your ignorance. Bwana Yesu asifiwe. You don't like this preaching. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The reason why Mkristo anaweza ombewa na pastor wake na atoke atafute mama mwingine amwambie mama wa maombi aende ombewe, ni kwa sababu ya nini? Lack of information. Na wacha niwaibie siri, it is demonic strategy. Nataka ushike kitu. I'm not fighting anybody. Nasiambii mtu asiende mahali. But I'm teaching you. Wewe pokea masomo. Hiyo ingine wachana nayo, make decision. Oh God. Unapamba anajiuliza niwaambie ama nisiwaambie. Now listen. Anamuuliza, "Je, imesemwa hii? Are you informed?" Alafu sikiza, next anamwambia nini? Mwanamke anamueleza, anamwambia information ako nayo. Si ni kweli? Baada ya kumwambia information ako nayo, shetani anaiweka pick. Okay. Unajua mnaisomanga hii verse mkipita. But sasa tunaichambua. Alipomuuliza, anamuuliza nini? Mimi nimemaliza mahubiri so msijali. Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Yes. Msile matunda ya miti yote ya bustani. Yes. Mwanamke akamwambia nyoka. Matunda ya miti ya bustani
twaweza kula. Yes. Lakini matunda ya miti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiyale Na tusi. wala msiyaguze. So first information ya shetani was wrong. Anamwambia mmeambiwa msikule matunda, akamwambia hapana, tumeambiwa ya bustani yote tule, lakini kuna ile tumeambiwa tusiguze wala tusifanye nini. So akaweka tick. Now sikiza next point. Msije mkafa. Mstari wa 4. Yes. Nyoka akaambia mwanamke. Nyoka akamwambia mwanamke, Hakika hamutakufa. akamwambia hamtakufa. Kwa nini? Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya miti huo, mtafumbuliwa macho. Mtafumbuliwa macho. Number one, you will not die, but the truth is they will die. Umesikia kitu hapo? Lakini anamwambia utakufa. Akamwambia Mungu hataki mkule kwa sababu mtakula mtafunguliwa macho. Number 2, mtafumbuliwa macho. Number 2, nanyi mtakuwa kama Mungu. Nanyi mtakuwa kama Mungu. The Bible says the devil is a liar and is the father of lies. Nataka ushike information hapa. Are we not like God? So Eve alpha in the book of Genesis chapter 1, I believe verse 26 hapo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alpha hapo. The Bible says, and God said, let us make man in our own image and likeness. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. So the devil aliangalia ignorance. You don't know the word. Because you don't know the word, I will capture you there. Wakristo shida uko nayo ni haujui neno. You don't know what God said, so you hear what the devil says. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amina. Ndio wakati Yesu alimwambia it is written, alimwambia shetani aliambia Yesu abadilishe mkate iwe mawe iwe mkate, akamwambia it is written, a man cannot live by bread alone but from every word that comes from the Lord. Akamwambia I will give you all these things. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia hiyo ya tatu, akamwambia ajiangushe kutoka juu mpaka chini. Juu shetani alijua huyu ametumia it is written, shetani alitumia pia na yeye, akamwambia it is written. Akamwambia ruka kutoka juu mpaka chini kwa sababu imeandikwa Mungu atatuma malaika wake watakushikilia chini na utaumia. In the book of Psalms, I believe you don't know 71. Kanisa Bwana asifiwe. Labda napoteza mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amina. When you are ignorant of the word, you can be manipulated. When you don't know the word of God, you can be taken anywhere. When you don't know the word of God, you can sin. Na unisikize vizuri, hata sheria ya Kenya inasema nini? Ignorance of the law is not defense. It's not defense. Ati jujui kuiba Kenya unafungwa jela. Wewe ukipatikana unafungwa jela. Either unajua ama haujui. Ulifaa ujue. Kuna mtu ananisikiza vizuri? So the devil endelea kupiga hiyo kitu. The devil anacapitalize kwa ignorance. Makosa katakatosa katai. Malipradi seleprada. Lack of information. Hosea chapter 4 verse 6, the Bible says, my people perish due to lack of what? Kanisa Bwana asifiwe. Due to lack of what? You must have the knowledge of God. You must know how things work. If you want to conquer, you must know. You must have the information. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. I want to show you something about the devil for 1 minute as we finish. Child of God, ignorance is very bad. Hakuna kitu mbaya kama ujinga kwa Mkristo.
Mpendwa, you are not only dealing with the demons of your village. You are dealing with demons from high places. Ephesians chapter 6 verse 11. Abu Soma. The weapon of warfare is not of flesh. We are dealing with demons from high places. Na Wakristo wengi wako ignorant. Wamesahau, hawajui wanapigana na nini. Hawajui. Hawajui mipango za adui. Shetani anaataka yule ajui. Yes. Oh, we don't want quick readers. Then I need to import one. Ephesians chapter 6 verse 11. Hallelujah. Hallelujah. Malakosete bereus. The Bible says, put on the full armor of God so that you can take a stand against devil's schemes. Why? For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against spiritual forces of evil in heavenly realms. Pigana kale kamchawi ka ushago kwenyu ako hata kana nguvu. Kuna mapepo angani. Kanisa Bwana asifiwe. But the devil wants you to be ignorant. That's why ile maombi unaombanga unakemeanga tu tupepo tudogo kwa sababu mtoto wako anaumwa na kichwa ndio unaamka unaomba unasahau kuna demons zingine bado zinangoja. Ignorance. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. I want to give you a mystery that you have never maybe umeiona lakini hujai realize. Do you know the devil can speak in your friend na usijue ameongelesha kupitia rafiki yako? This is what happened to Jesus. And I said to Simon, get behind me, Satan. Why? Because it was not Peter talking. It was Satan talking. Listen to me, child of God. If you understand these things, you'll go far. Don't be ignorant. Don't lack information. Or say chapter 1:6, my people perish due to lack of knowledge. My people perish, not people of the world. My people. Anasema nani? Anasema mapasta. Anasema washirika. Believers. As my people perish due to lack of knowledge. Asemi wachawi wanapotea. Anasema my people, they don't have knowledge and they are perishing. Because hapo ndio mahali shetani ana capitalize kwa sababu hujui. Ule rafiki umechukua. I thank God because of the word that our administrator was teaching today. Hallelujah. You are seeking counsel from your friends. What will they tell you? Instead of seeking counsel from God. Most of you, shida uko ndani au kuingia tu ni kwa sababu rafiki yako alikuingiza ndani. Wakati ulikosana mzee wako ulimwambia my husband is doing 1 2 3, akakupatia advice ya kudeal na mzee wako. Ukadeal na mzee wako akakuacha, sasa uko peke yako. Na yeye ako na wake bado. Ama pia aliwachwa. Hello? Ulisi kazi umeandikwa ni kama unateswa. You talk to your friend ukamuuliza what should I do, akakupatia advice. Tangu siku hiyo biashara ulivutwa ama ulidimotiwa. Sasa una mshahara because ya Kenya uliadvisiwa. Majority ya Wakristo wengi Kenya inawasumbua ni advice walichukua kwa watu. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Because men will be there to advise you. Listen to me, na nakuibia siri. Ukitaka kujua rafiki yako wa kweli, mwambie umepigana na mzee wako, sikiza advice yake. Akikuadvise kitu yote ya kutoka na mzee wako, wewe ni mjinga, unapigwaje kama umekaa kama mjinga, wewe juu sio rafiki. Huyo ni demon. Mwambie get behind me, Satan. Oh. And the church went silent. Kanisa Bwana asifiwe.
Nauliza washirika tuko hapa ndani? Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Jesus was not ignorant. Alijua huyu ni Peter, yes, but akasikia hiyo si ya Peter. Let me calm down here. Kuna maneno unaweza sikiza, unasikia hiyo si ya rafiki yangu. Nasikia huyu ni kiongozi ya wazee, lakini Kenya ameongea, huyu si kiongozi ya wazee ameongea, huyu ni pepo ameongea. Ignorance, child of God. You must not be ignorant in everything that you hear. There is a voice you hear. Can I go deeper? Can I go deeper? Listen to me. I want to show you about this man by the name Job. Job, the wife came to Job and said to Job, curse God and die. Curse God and do what? Die. Listen to me. The word that he was told, it was not from Job. It was not from the Job's wife. Unajua kuna kitu bibi yako anaweza kuambia usikie hii ni pepo, mwambie riswa, shetani ashindwe. Okay. Can I show you? Can I show it was from the Satan? Nikuoneshe ilikuwa kwa shetani. Can you open the book of Job? Nikuoneshe hiyo word ilikuwa ya bibi yake, ilikuwa ya shetani. Nataka uone vile shetani anaongeanga. Haya. Makosa la pragosada. Job chapter 2 verse 4. Job chapter 2 verse 4. Then Job chapter 2 verse 9 to 10. 2:4. Mtu anisome? Very quick. Job. Yes. Then Satan answered the Lord. Yes. Yes. But put forth your hand now and touch his bones and his flesh. Yes. And he will curse and renounce you to your face. Nani anaongea hiyo? Shetani anaambia Mungu. Mungu anampatia sifa, anamwambia umetembea ukaona mtu wangu. Akamwambia nimemuona, lakini umembariki, umemsaidia, ndio maana fanya hivi, tesa yeye, toa mkono yako kwake, utaona atakulaani. Si ni same thing? Si ni kweli? Job chapter 2 verse 9 to 10. Soma. Nataka kueleza huyu ni same demon anaongea, but uta confuse Daniel bibi ya Ayub. Inasema nini? 2:9 to 10. Then his wife said to him. Then his wife, who? Wakristo tuongee, nasema who? His wife. Kwa nini mama mnanyamaza? His sema mama ni wabaya, ni huyu. Huyu si mama alikuwa anaongea, ni pepo alikuwa anaongea kwake. Bwana Yesu asifiwe. Do you still hold your fast? Do you still hold fast your blameless uprightness? Renounce your God and die. Renounce your God and. Kuna version inasema curse and do what? Na mfichi anamwambia ukweli, laani na ufanye nini? Ukufe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Hakumwambia laani na uone kama utasurvive na upone. Anamwambia nini? The truth. Sikiza, shetani amekuongelesha mara nyingi sana na ulimsikiza. Alikwambia vitu live na anakupatia jibu, anamwambia curse God and die, because ukilaani Mungu unakufa. Kuna mtu amepata kitu ameelewa hapo? So the devil spoke through Peter. The devil spoke through Job's wife. Unasema kama ni yeye ameniambia hivyo, hiyo iko hivyo. Yeye anajua. Niliwahubiria siku moja nikamwambia hata mimi kama kuna advice nitakupatia, uiangalie iko nje na neno la Mungu, usiichukue. Yes. Yes. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Malakrosadia. Palakrodos. Hallelujah. Because the enemy will speak through anybody. You must not be ignorant. Never to notice the devil. Hiyo siku aliongea na nyoka, siku hizi atumii nyoka, anatumia rafiki yako, anatumia mtu. Atatumia mahubiri ya mtu mwingine. Atahubiri, utasikiza hiyo mahubiri kufanya uachane na mzee wako. You must test every word if it's from the Lord. Don't be ignorant. Say, I will not be ignorant in Jesus' name. No, you're not talking. Say, I will not be ignorant. Who is
is your consultant? Who do you consult? Wakati ndoa yako imeharibika unaenda consultant na mnampigia simu namuuliza hii kitu unaionaje? Hii kitu unaionaje? Nani amenitusi unaonaje hii kitu? Kanisa Bwana asifiwe. So because the devil knows our ignorance, atatumia watu ambaye tunaamini zaidi watatupatia wrong advice na tutaanguka. Because the devil is not ignorant. He knows the steps that you are going to take. He knows where you are going. Now, nisikize. Now, this is where I was going. Now, skiza. So, when a child or when a son, when a daughter comes here, say, Pasi, niombe, there's something sina kazi. So I come, I pray for you. Then you realize umekatana bila kazi. After 1 month, 2 months, hujapata kazi. Now, the devil brings advisor. Brings who? Kwambia, mekasa na bila kazi. Sinikupeleke kuna mtu anajua kudila hii kitu. Niliombewa, akaambia acha na hizo maombi. Sinikupeleke mali inafanyikaga instant. Na nataka usikize strategy. Mko tayari kusikiza strategy? Hallelujah. Ama mmechoka? Mko sawa? Okay. So shetani naye amejua wewe haujui ukombozi wako unatoka wapi. Though unaambiwa lakini anataka kutoa kwa the right line. So anafanya hivi, anakuletea chief advisor. So chief advisor anakuadvise mnaenda mahali. Hiyo mahali si shetani hajaweka, ashaweka. So shida ulikuwa nayo ni ya kazi, lakini health condition yako ilikuwa sawa. Hello? Maisha yako ya kuinuka ilikuwa iko sawa. Hello? Ulikuwa unapitia msimu fulani ndio njia zifunguke. Bwana Yesu asifiwe. So shetani anakuja anakuonesha umengoja sana, you need somebody kukufanyisha haraka. Tumefika mpaka hapo. So ana prepare mtu kwingine. So advisor anakuadvise, akisha kuadvise utaingia pale. Nisikize, wakati umeingia mguu yako kwa mganga ndio maisha yako iliishia hapo. Hallelujah. So kenye mganga atafanya, atakata connection yako na Mungu. Hallelujah. So any day you pray, God will never hear your prayer. And you will get the job temporarily. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Then aweke ugonjwa yenye itafanya urudi juu. Kishapata kazi unaweza kosa kufanya nini? Kurudi. So kenye atafanya ni utapata kazi alafu utarudi jueni mgongo. Kanisa Bwana asifiwe. So from there on utakuwa customer huko. Na atakutumia wewe kuhubiria wengine, kuambia hata kama tunaenda church kuna daktari mwingine anatibu na huyo sio mganga. Sio nini? Huyo hata anatumianga Bible, sio mganga. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna mwingine anaenda kwa mganga akaniambia hata huyo anakuanga na church. Na hapo ndipo Wakristo wengi wameshikwa. That's why things are not changing in your life. They are not changing. Because you cannot eat in the table of the devil and come and enjoy the table of God. Impossible. So Wakristo wengi wako kwa ile meza, lakini hapa mbele wanatuambia tuko sawa na hawako sawa. Because already they are captured. Already they are captured. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Ignorance imemaliza Wakristo wengi. Ignorance. 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 Shetani amejua you have no information. So he will use anything to bring you down. He will show you that nothing is working in Christianity. They prayed for you, nothing is happening. Everything is going bad. For you to give up on God. Ndio maana mimi sio kila kitu nasemanga Mungu ametenda. Kuna wengine nikiangalia nasema
Mungu wewe unajua nini imetenda hiyo. Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Si ushuhuda zote ni Mungu ametenda, zingine ni pepo ametenda, lakini unaambia Mungu ametenda na hajetenda. I'm very careful to celebrate things that God has done. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu nishaiombea hakupona. Kanisa Bwana asifiwe. Hakufanya nini? Hakupona. Akaenda kwa mganga, akafanyiwa, akapona. Haleluya. Kwani makosa ni yangu? Mimi siponyangi watu, nani aponyanga watu? So alipoenda huko akakuja na akatoa testimony kama vile nilimuombea, akafanya nini? And God akaniambia, I did not do that. Kanisa Bwana asifiwe. Hebu imagine Mungu anakuja kukuambia hiyo si yangu wewe. Hakuna. Ikaiangalia, ikanyamaza. After sometimes huyo ugonjwa tena ikarudi. Kanisa Bwana asifiwe. Sababu akasema sasa hii ni mimi nataka nifanye, na ndio aliponea hapo. Ile nyingine ilikuwa yangu, sasa ndio hii yangu sasa. Kanisa Bwana asifiwe. Wacha kuharakisha mambo. Get the information why things are happening in your life. Some of you, things that are happening, shida unapitia si kwamba ulifaa upitia. It's because ulinenewa according to the book of Genesis. Kanisa Bwana asifiwe. According to the book of what? Did you not read that Joseph alipatiwa information ya kuhusu Egypt? Akaambiwa kuna 7 years ya plenty, na akaambiwa kuna 7 years ya bila kitu. Unaweza, kwa nini maisha yangu nilikuwa na vitu zimeenda wapi? It's because there was an information you are given. There is 7 years of plenty and there is 7 years of drought. Wewe wakati wa plenty ulikula yote, ukasherekea yote, ukapiga pate after pate. Sasa 7 years ya drought imefika, unataka kusema baba, why me? Why what? You are enjoying 7 years of plenty. You forgot there is 7 years of drought. Ngoja 7 years of drought ishe urudi. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni Mungu ataamua kama utarudi ama utarudi, sio mimi. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. That's why when oh my castle la grabadada. Ignorance, let me just hata niguze hii nikimalizia. Hata niguze tu kidogo tu. That's why you need to be careful when you don't pray and things are working for you. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hauombi na vitu zote zinaendelea. Unasema, "Ai, kumbe pastor anatuambia tuombe, kumbe hisi ya maana." Be careful. When you did not pray for things and they came, be careful. Be careful. Because ile kwagma ya inakuja itaweza kupeleka na ikumalize. Don't be ignorant. The devil is capitalizing on your foolishness. Your foolishness. The devil is capitalizing on that. Mina kuombea mpendo mahali unanisikiza saa hii, that you can be sharper in the word of God. You can know what God is saying and when the devil is talking. Kanisa Bwana asifiwe. When you get any advice, you can is it from God or is it from the devil? Wakati umekosana na mzee na unasikia kwamba ni wakati wa kuachana, can you confirm, is this God talking? Wanda Mungu ni mjinga kuorganize mkutane mpaka muoane mpaka mzae watoto na ana plan na nyinyi wawili? Oh, Mungu afanyangi kazi ya ujinga. Mungu afanyangi kazi ya ujinga. Mungu kama hataki upatane na mtu, atakisha mtapatana na yeye. Na akitaka upatane na mtu utapatana na yeye. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Hebu chuchunga usikize, hii ni Mungu anaongea ama hii ni pepo anaongea? Confirm, is this God? And by the way, inaweza kuwa yes, it is God that is talking, but in what capacity? In what dispensation? Because kenye shetani alisema, Mungu alisema, ni kweli Mungu alisema. Akamwambia kweli Mungu anasema hiyo, ni kweli anasema ukiwa huko juu kijirusha au utajikwa, manake atatuma malaika wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ujue inasemewa nani na inasemwa kwa wakati gani.
Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati Paulo anaambia Timothy atumie kinywaji kidogo, atumie kamnyweso. Haleluya. Atumie nini? Mnajifanyaje mmeokoka sana? Atumie nini? Kamnyweso. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia atumie kidogo kwa sababu ya shida ya nini? Ya tumbo. So wewe unaweza jichunga na utumie hiyo kwa sababu unadhania pia uko na shida ya nini? Ya tumbo. Maana sio kila. Can I say this? In the Bible, the devil is talking. Snake is talking. Cows, goats, man, even God is talking. Hallelujah. So wacha kusema kenye imeandikwa yote kwa Biblia ni yako, kuna ingine sio yako. Because kuna vitu mingi ziliongea. So you must be careful enough to know what you need in your life. Kanisa Bwana asifiwe. Ask your neighbor, where is God directing you? Kanisa Bwana asifiwe. Mimi nilihubiria siku moja nikawaambia mimi nishaiongeleshwa na nikaambiwa our time to come out na kuwa nikuwe peke yangu, nikuwe bishop imefika. Bwana Yesu asifiwe. Usicheze kuwa nabii, kuwa bishop. Bwana ni mchezo wewe kuwa bishop. Imagine jamaa kama mimi. Hallelujah. With my age becoming a bishop. Aya na ile kitu hapa na natembea hivi. Shetani anaweza kuhubiria. Kama mimi aniogopi, anakuja akanihubiria na akanihubiria proper. Si ile mchezo proper. Proper. It's time of becoming a bishop. A bishop from where? Palo Salikrada. Kanisa Bwana asifiwe. Kanaambia, you know what? There is grace of God upon your life. Angalia branch ulifungua vile imepepea. Every branch that you shall open, itaenda kama hiyo na zitapanuka haraka. You need to be, unafaa ujisimamie. Kanisa Bwana asifiwe. Una imagine. Uwezani na hiyo kitu, wacha nikwambie. Wakati nimekuingia, mama, wakati pepo amekuzungumzia vizuri, akakwambia hiyo biashara uko nayo, uko na pesa kuliko mzee wako ni bure, ni useless. Na ingia akwambie ile wakati shetani atakuzungumzia. Unajua kuna pepo akikuja mpendo, anakuja anakuhubiria vizuri na anakupatia points. Anakupatia, unaona jana mzee wako hakuwa na pesa, ni kweli wewe ndio umelipa rent, wewe ndio umemlia gari, wewe ndio umefanya. So unaona, imagine ungekuwa unamfanyia, ungekuwa unajifanyia, ungekuwa mbali kiasi gani? Na kweli ukiangalia unaona that is true. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Wakati wewe ni mshirika na umeanza kutumika vitu mbili, umeanza kuonesha vitu mbili tatu, na wewe bado ni mshirika na kuna pastor. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Kama vile Samuel alionyeshwa kuhusu Eli. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Jichunge. Chuchunga mambo unasikia. Hii mambo nani amenipatia? Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. So the devil will work with your ignorance. Comes like a what? He does what? Yes, he does what? Can you repeat that verse? Amen. The devil does what? Kai. Aya. 1 Peter chapter 5 verse 8. Guy. Aya do you. Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a rolling, like wa kwanza. 5:8. Abu sikiza, anapiga sauti kama nani? Kama simba. Kama simba agurumae. Kwa hivyo anaguruma kama simba. Sasa ukiogopa basi akikuzia uoga ndio unaisha. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Nakwambia shetani ana nguvu na wewe. Shetani anafanya nakuletea fear. Akiweka fear ndani yako ukiogopa basi.
Kabla akupeleke ushago anakueleza you can steal this money, unasema okay. You can sleep with this man and get money, okay. You can, Bwana Yesu asifiwe, then you fall in sin. Bwana Yesu asifiwe. Fear and faithless. Manake wakati fear imekuingia, you become faithless. And the Bible says in the book of Hebrews chapter 11 verse 6, without faith you cannot please God. Whoever comes to God must believe that is God and is the rewarder of those who seek him diligently. So when you lose faith, the devil deals with you. When you see things are impossible, the devil deals with you. Kanisa Bwana asifiwe. Wakati mtu alingojea uponyaji akaona iwezekani, faith iliisha, akasema acha tafuta njia nyingine ya kusaidika. That time the devil is waiting for people without faith. Be careful, the devil takes charge. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. When you're not faithful, ndio maana utakuwa mwanamke wewe hauko faithful kwa mzee wako, shetani ana shida na hiyo, maana aliweka uoga ndani yako kwamba mzee wako ataendelea, ukakosa imani, ukakuwa na uoga, ukaenda ukatafuta mwanaume mwingine. Huyo mwanaume kidogo tayari ugonjwa umekuwa with you and your husband. Makosa ya mke itashika mpaka mzee, makosa ya mzee itashika mpaka mama, because you are one. Kanisa Bwana asifiwe. Ambia mwenzako tusimame. Mwambie mwenzako stand in faith. Kanisa Bwana. So unashindwa, huwezi tembea. You are trying everything, it is going down. You have no faith. Everybody comes before you is useless. You cannot see through. Hauwezi ona njia. Ukiangalia leo mpaka December unaona haiwezekani. Why? Lost faith. When you don't have faith, you cannot pray. Why? Because prayer is an act of faith. So when the devil has no fear in you, what anikwambia hutaomba, now when you are prayerless, you are done. Because we don't pray because we want to pray. We pray because we have faith. Kanisa Bwana asifiwe. Prayer is an act of faith. Faith is prayer. When you don't have faith, how do you pray to something that you know that it cannot happen? It's because you have faith, you pray. Kanisa Bwana asifiwe. So fear. And when fear has entered a man, you lose faith. And when you lose faith, you become a sinner. So number 3, sin enters you. Because you are not faith in God. How can I make the means? Unahubiri hakuna pesa za kuinua ministry, unaanza kudanganyana. You start lying to people so that you can get money. You become a liar. The Bible says that who is a liar? Devil is the father of lies, because he has been a liar since. But vile anakuja weapons anatumia, so anakupatia ignorance. Ukiona ignorance tayari wewe mwenyewe unaweza fanya chochote, anaweza kuteka na chochote. Baada ya hapo unakuwa na uoga. Baada ya uoga, what next? Unafanya dhambi. Haleluya. Kuna watu wengi dhambi wamefanya ni jiowoga. Alijua kwamba hata ilibidi afanye kitu kingine, na ndio bado anaingia kwa dhambi. Maana dhambi mingi inahitaji kufunikwa tena na dhambi. Sasa Bwana asifiwe. Dhambi mingi imefunikwa na dhambi. So the more unajaribu kuficha, unaingia kwa dhambi. Unajificha, unaingia kwa dhambi. Tena unaenda kwa dhambi na dhambi na dhambi. If you are shaken today, can you stand? The Bible asks very clearly, what when the foundation is done, what will the righteous do? When the foundation is shaken, manake ndio kazi ya Mungu atafanya. Things will be shaken. Utafanya nini? Will you still pray? Will you still stand? Will you be faithful the way you are today? Kanisa Bwana asifiwe. Kuna mtu aliongea akasema kwamba kwa sababu una pesa ya kulipa lodging. Manake watu wengine kenye umekosa ni hiyo pesa. Ukipata hiyo pesa utafanya dhambi. And the church went silent. Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Unajua kuna mwingine hajawahi kunywa pombe, si jua hawezi kunywa, ni jua ana pesa ya kunywa pombe. But akipata piga hesabu kati ya pombe na chakula, anaona hili ya kule juu pombe ni yake peke yake, lakini akipata yenye itabaki mpaka ya pombe atalewa. Are you humble? Because you are humble and because of God, or because you don't have money? Hello? Kakifunguka wewe na yeye. Bwana Yesu asifiwe.
Na nauliza tu swali wapendo. Mzee, huyo bibi yako uko naye kwa sababu gani? Haleluya. Kenye inafanyanga usicheat ni nini? Unajua kuna mtu acheat si eti kwa sababu hawezi cheat. Kama mimi, inaweza cheat tu ni ile akinipata nitarudi ushago kwetu ni maskini siwezi. So kwa sababu ya hiyo anaamua kuwa mwaminifu. Lakini si eti ndio akipata mtu akona pesa amuentice kidogo hivi anasema it's all right. Huyo mzee na maisha yake wacha akae. Nimeondokea umaskini. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana anatoa pesa mingi kwa kanisa na anatoa pesa kidogo. Sitaki kujua. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza imagine mtu mwenye anatoanga sadaka ya kanisa mzima. Haleluya. Sadaka ya kanisa akuambie sitaki kuona huyo jamaa anafanya kamera hapo mbele. Fukuza yeye. Naenda analipanga bills ya kanisa. Unafikiria kutofukuza na huyu unaangalia usipowekwa uwezi. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Halo. Kwa sababu ignorance shetani anatumia. Kuna mahali ukiwekwa utapimwa na ikapatikana he is not ignorant. Jesus the same. Ukisoma nimekuambia utashangaa utakiambia Yesu hivyo. Anamwambia uwezi, Yesu anamwambia nitakufa, nitachukuliwa, nitaenda nitasulubiwa, nitateswa, nitakufa, alafu siku ya nitafufuka. Yeye anamuita kando. Biblia kwanza isemi alimuita kando akambembeleza, alimuita kando akamrebuke. Akamwambia hiyo ujinga uko nayo Yesu alikuwa amekuja kusulubishwa. Wewe unadhania Peter alikuwa mtu mchezo wewe? Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Nasema utapimwa. Kama ni mimi ningeona amekata huyo jamaa hivi na najua ningeambia Peter endeleeni na hiyo kazi. Mtu asiwaulize swali, msiogope. Dilina watu vilivyo. Mimi nimeenda Gethsemane kutafuta mambo mengine. Natafuta matunda nitawaletea. Kanisa Bwana asifiwe. Wewe una imagine kwenda kuuliwa na jamaa ameshatoka ulimkemea kwambia Satan get behind me. Leo hii ametembea paka na kisu na ulimuona na kisu mkiwa meeting na kumbe amebeba hiyo kisu bado. Kanisa Bwana asifiwe. Akatoa na akakatana. Hai! Na unajua ni kukutetea na kutetea. Yeye anachukua masikio anarudisha, ni kusema na mkiendelea masikio zingine zitaanguka hapa hivi. Test. Kanisa Bwana asifiwe. Test. Na Yesu anachukua anarudisha masikio. Anaweza mtafuta. Maana lazima niende hiyo barabara. Haleluya. Wengine mmetestiwa ego yenu. Ego imetestiwa hivi. Ile siku ulipata kazi na bwana yako hakuwa na kazi, vile ulianza kuongea na ile misemo ulikuwa na wimbo ukaanza kuzitengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wazee ni kichwa cha familia. Huyu wangu ni kama sijui ni magoti. Kama umeanza kuimba hivyo. Na uko 2 weeks umeandikwa kazi 2 weeks. 2 weeks. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umepimwa tu kidogo ukapatiwa kitu. Na shetani akajua you are ignorant of the word. Can I pray for you? Too much of something is poison. Hii siku zote ni za mafunzo. Haleluya. Nisikia washirika wanasema wakati pastor amehubiri amewaka moto bas. No, hii najua pepo kadhaa 18 zimeenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tupepo tumeondoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Juu kwa neno la Bwana tunatengenezana. The power of God is for what? Correction, reproof. Bwana. That we may not be ignorant of demons' schemes. Because shetani ataleta miracles kwa maisha yako na ni utaamua uchague kama ni ya Mungu ama ni ya shetani. Not to be ignorant. Not to be ignorant of devil's schemes. of devil's schemes. In Jesus' name. In Jesus' name. Say, Father.
Father, open my mind, open my mind, open my heart, open my heart, open my spirit open my spirit from today From today to be able to be able to conquer the enemy. to conquer the enemy. In Jesus' name. In Jesus' name. Say, Father, Father, give me grace give me grace to see, to see, to know, to know, to hear to hear your voice, your voice, and to differentiate and to differentiate your voice your voice and of the devil. and of the devil. In Jesus' name. In Jesus' Father, Father, help me help me to stand to stand in faith.